Maisha ya maombi yenye matokeo. Sema nafasi ya ufahamu au maarifa kwa mwombaji kuleta maisha ya maombi yenye matokeo. Yes, very good. Namna gani ambavyo tukiweza kuwa na ufahamu fulani na aina fulani ya maarifa itazalisha maombi yenye matokeo. Ukweli ni kwamba sio kwamba hatuombi. Hadi dini zingine pia huwa wanaomba, ila muombaji ambaye ataweza kukomandi matokeo, kuna nafasi ya ufahamu au maarifa kumsaidia huyo muombaji. Nimesema kwamba sio kwamba hatuombi, sio kwamba hatufungi, sio kwamba hatupendi maombi yetu yajibiwe, ila kuna inafanya vitu ambavyo tunavifahamu vinasababisha maombi yetu na maisha yetu ya maombi yasiwe na matokeo. Kuna mtu hapo akimuuliza wiki hii umeombaje, atakwambia mchungaji, nimeomba mara 3 kwa siku. Nimeomba asubuhi alfajiri, nimeomba mchana nusu saa, na usiku pia nimeomba saa 1. Ila ukimuuliza, je, hayo maombi yako yamezalisha kitu gani? Hapo ndipo ambapo tofauti inaanza kuonekana. Kwa hiyo si kwamba watu hatuombi, ila sasa kuna ufahamu fulani na maarifa fulani ambayo hatuna, nasababisha maombi yetu yasizae matokeo. Kwa mfano, mfano mdogo tu hapa, nikakwambia saa hizi uanze kugonga hii madhabahu hivi, alafu nisikueleze kwa nini ufanye hivyo. Sawa? Utaanza vizuri sababu umejua mimi ni mchungaji wako, utaanza kugonga. Sawa? Ila baada ya dakika kama chache tutachoka. Unagonga kwa ajili gani? Utachoka. Baada ya masaa utaamua kuacha kwa sababu haujui nini kitakupata ukiendelea kugonga hapo. Ndio hivyo watu wengi wameanza kuomba siku hizi kama vile asipoomba sijui kitatokea jambo fulani. Asipoomba labda ataanguka dhambini. Kwa hiyo anaomba ili azuiliwe kuanguka wapi? Ila sio anaomba ili apokee majibu. Sasa haya, mwingine anaomba ili atimize ratiba kwamba leo pia saa 11 nimefanyaje? Nimeomba. Mwingine anafunga kabisa kufunga. Mmoja na wangu Godwin akafunga siku 6 iliyopita kampeni hii. Hizi siku 6 ulikuwa unafunga kwa ajili ya nini? Ndio swali. Kwa sababu wao wanafunga, alafu ukiwaambia unafunga kwa ajili ya nini, hana maelezo. Sisi tunasema kwamba kwa wiki tunafunga mara ngapi? Mara ngapi? Kuna yeye pia anafunga mara 3, ila ukiuliza hizo siku 3 ulikuwa una lengo gani? Nini ilikuwa ni shamba yako ya maombi? Hapo. Sasa maombi yenye matokeo ni kwa sababu ya nafasi ya ufahamu ambao mtako nayo. Naomba nianze na mambo machache kama utangulizi. Jambo la kwanza, andika hivi: mambo ya Mungu yote yanajengwa juu ya msingi wa maarifa. Mambo ya Mungu yote yanajengwa juu ya msingi wa maarifa. Kitu kile ambacho unakifanya kati yako na Mungu, kati yako na ulimwengu wa roho, kinajengwa kwenye msingi wa maarifa. Mambo yote ya kimungu, aidha ni maombi, ni mambo ya kiroho, kusoma Biblia, yanajengwa juu ya msingi wa maarifa. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 3. Mungu alijitambulisha hapa ya kwamba yeye ni Mungu wa maarifa. Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa. Sema Mungu wa maarifa. Sijakusikia, sema Mungu wa maarifa. Yaani Mungu pamoja na uungu wake wote amejitambulisha na anajitaja yeye kwamba yeye ni Mungu wa maarifa. Kwa yote yule ambaye atataka kuhusiana na huyu Mungu lazima aheshimu nafasi ya maarifa.
Yesu ni Mungu wa maarifa. Kwa ukitaka kuhusiana naye lazima palepo na nafasi ya maarifa ili uhusiane na Mungu wa nini? Wa maarifa. Kwa hiyo hata pia ni maombi, ukitaka umuombe Mungu alafu ayajibu maombi yako, lazima uwe na maarifa ili huyu Mungu wa maarifa ayajibu maombi yako. Unaelewa vizuri? Haya, jambo la pili pia hapo, Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anayaheshimu, anayatambua maarifa kiasi ambacho moja ya funguo aliyoitaja ni funguo ya maarifa. Kwenye ufalme wa Mungu kuna funguo nyingi, Marko 4:11, lakini moja ya funguo ni ufunguo wa maarifa. Kwa hiyo ukiwa na maarifa, kuna baadhi ya milango utaifungua kwa kuwa na maarifa. Yaani ile maarifa tayari ni automatic, kuna baadhi ya milango imeshafunguka mbele zako. Ukienda maeneo ambayo yanasema automatic doors, hawahitaji kufungua kwa nguvu hivi. Ila tu ukifika pale inajifungua yenyewe. Si sawa? Ungepisha kwa maeneo kama haya. Watu ambao wanashika maeneo kama haya. Yale maeneo ambayo yana automatic doors. Ukifika tu hapa, sio mpaka uanze kufanya mambo hivi au uvute au push tu. Wewe ukifika tu pale unaingia nafunga. Hivyo hivyo pia maarifa ni ufunguo ambao kuna mahali ukifika yale maarifa ulionao vitu automatically vinajifungua mwenyewe. Luka 11:52. Ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Anasisitiza Bwana Yesu kwamba kuna ufunguo wa maarifa. Kwa hiyo kama wewe unataka kitaji maisha yako ni maarifa, tayari ni funguo ya ku-unlock vitu fulani. Sawa? Hata hatima yako kubwa ambayo Mungu amekuwekea, ufunguo mojawapo wa kufikia hatima kubwa ni maarifa. Biashara yenye matokeo, biashara ambayo imeambatanishwa na ufunguo. Nini nimesema? Sema ufunguo wa maarifa. Sijakusikia, sema ufunguo wa maarifa. Haya, jambo lingine tena hapo, Roho Mtakatifu mwenyewe anaitwa Roho wa maarifa. Moja ya roho ambazo ni roho 7 za Mungu ni pamoja na Roho Mtakatifu akijitambulisha kama Roho wa maarifa. Kwa la kwanza, Mungu Baba ni Mungu wa maarifa. Cha pili, Yesu mwenyewe ni Yesu ambaye anaheshimu maarifa. Cha tatu, Roho Mtakatifu mwenyewe ni Roho wa maarifa. Kitabu cha Isaya sura ya 11 na mstari ule wa 2. Naomba kanisa twende hapo kwa pamoja. Isaya sura ya 11 na mstari ule wa 2. Kwa hiyo wewe muombaji ukiyakataa maarifa, utakuwa umemkataa Roho Mtakatifu. Unajua hatuwezi kuomba pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Roho mwenyewe utusaidie kufanyaje? Kuomba, kwa maana hatujui kuomba itu pasavyo. Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamka. Sasa anakuombeaje kama hauna maarifa? Isaya 11:2 kanisa anasemaje? Hiyo sote watu wanasemaje? Na Roho ya Bwana Ujana sote anasemaje kwa mwanzo? Na Roho ya Bwana hapo amezitaja roho 7 za Mungu. Ila ukichunguza vizuri kuna roho kama 4 hapa, zote zinahusiana na maarifa. Angalia vizuri hapo. Kwanza pia kuna roho ya maarifa, si sawa? Lakini pia kuna roho ya hekima, huyo pia anahusiana na maarifa. Lakini pia kuna roho ya ufahamu, huyo pia anahusiana na nini? Na maarifa. Lakini pia kuna roho ya shauri. Hawezi kumshauri mtu kama una maarifa. Kweli si kweli? Hizi vyote vinne vya Roho Mtakatifu hapa vyote vinahusiana na maarifa. Kwa muombaji akikataa maarifa, amemkataa Roho Mtakatifu kumsaidia neno la maombi. Jambo lingine tena kuongezea, neno la Mungu lenyewe ni neno la maarifa. Yaani Mungu anapozungumza kwa neno lake, Mungu huwa anazungumza maarifa. Mungu anapozungumza
kwa neno lake huwa anazungumza maarifa. Kitabu cha Mithali sura ile ya 2 na mstari wa 6. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima. Mithali 2:6. Mithali sura ile ya 2 na mstari wa 6. Kwa kuwa Bwana huwapa watu wake nini jamani? Hekima, kinywani mwake. Kwa hiyo neno lote la Mungu ambalo analizungumza kinywa chake kunatupa maarifa. Kwa neno ambalo linazungumza Mungu nini? Maarifa. Lakini pia moja ya kalama ya Roho Mtakatifu inaitwa neno la maarifa. Mshaisikia kitu Mshaisikia? Unaifahamu? Neno la maarifa maana yake ni uwezo, ndio karibu hapa mbele. Yes, very good. Very good. Neno la maarifa ni ile kuweza kujua jambo ambalo lipo kwenye ibada kama hivi. Sawa? Fikiria ninatoa mfano, ule mfano ninaotoa na kuongelea wewe. Yale ni maarifa. Sawa? Alafu nikupatia cha kufanya ile neno la hekima. Sawa tu Mungu. Ndio mambo ya kumwomba Mungu, Baba nisaidie kutembea kwenye karama za Roho Mtakatifu. Kwa ni mtu anaanza kuongea na wewe maneno kumwambia Bwana mimi natamani nikuoe. Kwa neno la maarifa unajua huyu mtu sio kwamba anataka nioe, ila huyu mtu amenitamani. Kwa neno la maarifa nimejisema sasa huyu hapa asemi hivi. Kwa hiyo hata kama anaongea vizuri mdomoni, ila wewe kwa neno la maarifa unajua roho iliyoko nyuma ya huyu mtu. Sasa kwa hapa mtu anaanza kupigwa chikibuti kweli hapa. Pastor, sijaelewa ni kwaje. Yule kaka kabisa aliniambia ananipenda. Tena alikuwa anamaanisha hadi Valentine kaniletea zawadi. Amen. Neno la Mungu lenyewe ndio maana ukiwa unakaa na neno la Mungu, Yesu matacha Ibrania 4:12. Neno la Mungu li hai, tena lina nini? Lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga uwao ukitoka kote kuwili. Tena linachoma hata kusigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yomo ndani yake. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya nini? Kwa hiyo ukijaa neno, mtu akiwa anaongea maneno, ile neno litagundua makusudi ambayo mtu anachokiongea pale. Kwa hiyo kabisa huyu jamaa japo ananipanga kabisa yani, lakini najua kabisa anapoelekea ni hapo. Sawa? Wewe ni mfanyabiashara, mtu anakupa wazo la kibiashara. Ukilisikiliza hivi limejipanga vizuri, yani ukisikia mama kesho anapata hela zote hizi. Ila kumbe huyo mtu mtapeli. Kwa hiyo utajua huyu mtu mtapeli kwa sababu ya ile neno la Mungu ambalo lipo ndani mwako. Moyoni mwangu nimeliweka neno. Kadiri ambavyo unaliweka neno ndani mwako linakupa uwezo wa kuyatambua mambo. Okay. Haya, jambo lingine pia, Mungu si tu kwamba yeye ni Mungu wa maarifa, lakini anaweza kumpa maarifa mtu. Hapa ni so powerful. Mungu anaweza akampa mtu maarifa. Umesemaje? Mungu anaweza akampa mtu nini? Maarifa. Si tu kwamba Mungu yeye ni Mungu wa maarifa, lakini anaweza akampa mtu maarifa. Na mimi nakuombea siku ya leo, Bwana akupe maarifa kwa jina la Yesu. Unaponisikia namna hii, kuna roho ya maarifa inakuingia katika jina la Yesu. Nasema hivi, kuna roho ya maarifa inakuingia kwa jina la Yesu. Mungu anaweza akampa mtu maarifa. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, unipe mimi maarifa. Haya, Kutoka 31:1 hadi 3, Biblia inasema kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Bezaleli. Bezaleli alikuwa ni kijana wa Musa na Mungu alimpa Bezaleli maarifa. Soma Biblia yako hapo. Kutoka 31:1 hadi 3. Kutoka 31:1 hadi 3. Kutoka 31:1 hadi 3. Amina pale. Kisha Mungu leo tuendelee hapa. So hapa. Haya. Kutoka 31 some moja anasemaje kwa sauti 1, 2, 3 anasemaje? Kwa sauti anasemaje?
Sasa ile jina lako hapo, ile tuna hapa. Sema tu nasemaje kama mwanzo kabisa? Bwana ndio. Eh. Hapo umechanganya. Hebu tusome kama hivyo andiko, maana naona tena hapo. Jefferson, mwana wa Boniface, mwana wa Paris. Turudi tena nasemaje? Asoma kama hivyo andiko, nasemaje? Mwana wa Huri. Nimemjaza roho ya Mungu katika nini? Katika hekima, katika maarifa. Sasa kumbe mtu anaweza akajaa roho wa Mungu katika hekima. Soma Biblia yako hapo. Nimemjaza roho wa Mungu katika nini? Hekima. Kwanza kajaa roho wa Mungu katika hekima. Pia unaweza ukajaa roho wa Mungu katika maarifa. Kwa hiyo wewe roho mrija naye amejaa kwenye nini? Mimi pastor naishia kunena kwa lugha tu. Okay, good. Lakini pia una level unajaa roho wa Mungu katika hekima. Sio hekima tu, maarifa. Sio maarifa tu, ujuzi. Sema ujuzi. Sema ujuzi. Angalia Danieli 1:17. Danieli 1:17 pia inasema kwamba kwa habari za vijana hao wanne, Mungu aliwapa hekima na maarifa katika ujuzi na elimu. Kwa Mungu anaweza kukupa hekima, anaweza kukupa maarifa katika ujuzi na elimu. Mimi nasoma pharmacy, okay. Mungu anaweza kukupa maarifa kwenye hiyo pharmacy. Unajua kwa Israeli, mimi nasoma daktari. Mungu anaweza kukupa maarifa kwenye hicho. Na kuanzia leo unaipokea hiyo roho kwa jina la Yesu. Unapokea roho ya maarifa kwenye kitu unachofanya kwa jina la Yesu. Kama unafanya biashara, pokea roho ya maarifa huko kwa jina la Yesu. Yes. Nilipenda hii Danieli 1:17 kwenye the Message translation, asema hivi: God gave these 4 young men knowledge and skill in both books and life. Msikia vizuri? Asema hivi: God gave these 4 young men knowledge and skill in both books and life. Kumbe Mungu anaweza kukupa maarifa na ujuzi kwenye vitabu. Usije kama mtu naye kukua tu sana. Lakini pia kwenye maisha. Shaka watu ambao shuleni darasani anawakimbiza kweli yani. Ila mshamaliza shule hayupo kokote, muone usikiko kokote kule. Amekuwa tu mtu wa kawaida hata ambaye asikiki kabisa. Kifanya kashangaa nenda pale maeneo ya Mwenge pale. Nimekutana na kiongozi mmoja alikuwa ni rais wa Ingizi. Kafungua kibanda cha M-Pesa. Kile kinatiatia huruma, hakina mbele wala nyuma, kina M-Pesa kina Alopesa tu. Hakina hata benki. Nikamwangalia sasa hivi. Huyu ndo alikuwa rais wa Ingizi huyu. Rais wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hata na wewe pia. Kwa tu shuleni ndio kusaidia kupata first class. Baada hapo ni maisha. Lakini hilo sio fungu letu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana anatupa maarifa darasani na hata nje darasa kwa jina la Yesu. Amen. Na maarifa ya Mungu zaidi hapo ni yapi jamani? Darasani au nje? Yote. Sema yote. Sema yote. Sema napokea yote kwa jina la Yesu. God gave these 4 young men knowledge and skill in both books and life. Nasema tamani kitu kwa jina la Yesu. Tuende mbele kidogo. Jambo la pili. Kwa hiyo yote kwa ni point namba 1. Mambo ya Mungu yanajengwa juu ya msingi wa maarifa. Jambo la pili. Kila muombaji mwenye matokeo alikuwa ni mtu wa vitabu. A man of books. Huu ni utangulizi tu, bado sijaanza
upatie ufahamu, sawa? Kila muombaji kwenye Biblia aliyekuwa na matokeo, he was a man of books. Alikuwa anasoma vitabu kweli. Haya, tuangalie mfano wa kwanza. Nimekupa kama mifano mitatu au miwili. Haya, muangalie Danieli. Kitabu cha Danieli sura ile ya 6 na mstari ule wa 10, Biblia inasema Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Anaomba asubuhi, anaomba mchana, pia anaomba ngapi? Usiku. Haya, na Danieli sura ya 9, kila mmoja nisomee mstari wa 21 hadi 22 na 23. Danieli sura ile ya 9, 21, 22 na 23. Fike pale kanisa. Danieli sura ile ya 9 mstari wa 21, 22 na 23. Daniel alikuwa ni mtu muombaji, lakini uombaji wake unakuwa referenced kwenye usomaji wa vitabu. Haya, semaje hapo Daniel 9:21 23 anasemaje? Akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. 23, mwanzo wa maombi yako. Shikisha tu hapo. Kwa haya yote ambayo yamtokea Danieli alikuwa mahali pa maombi. Sawa? Ikabidi ulimwengu wa roho uingilie kumpa akili ili apate fanyaje? Ufahamu. Sasa angalia, anaomba ila tunaona maombi yake hayatoshi. Ikabidi malaika aje aingilie kati kumpa akili amefanyaje? Kwa sababu hapa kuna akili ambazo alipewa kwa sababu ya malaika na uwepo wa Mungu. Kwa nini hapo chini? Akili ambayo alipewa ya kwanza ni akili kutoka kwa Mungu. Kwa Daniel alipewa akili kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuna nafasi ya akili ambayo anapewa kwenye maombi ambayo inatoka kwa Mungu. Timotheo wa 2:1-7. Mwanangu, yafahamu sana haya niyasemayo, maana Bwana atakupa akili katika mambo. Hiyo akili ni ufahamu. Timotheo wa 2:1-7. Bwana atakupa ufahamu katika mambo yote. Endelea mbele. Mungu anampa mtu akili. Kwenye ile Ayubu sura ile ya ngapi? 32 mstari wa 8. Maana iko pumzi ndani ya mwanadamu, maana iko roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa watu akili. Ayubu 32:8. Kumbe kuna pumzi ya Mwenyezi ambayo inaweza kukupa akili. Hiyo pumzi ya Mwenyezi ndio ile Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani mwako. Ana kukuvuvia akili kabisa. Kwa hiyo useme tu Mungu amenipa pumzi yake. No. Ile pumzi ya Mungu ielewe kama inaweza kukupa nini? Akili, understanding. Lakini pia haikutosha. Danieli kabla hajapewa akili hizi na Mungu, alikuwa na akili za kusoma vitabu. Soma hiyo Danieli 9:2. Kwa hiyo mtu anasema, pastor, mimi bado sijapewa akili na Mungu. Okay. Kabla haujapewa na Mungu, anza wewe kuzitafuta kusoma vitabu. Danieli 9:2. Mimi Daniel kwa kuvisoma nini? Nalifahamu hesabu ya miaka ambayo ilibidi tukae utumwani. Sasa na kile ambacho anasema nabii Yeremia. Daniel 9 ngapi nimesema? 2. Hebu soma Daniel 9:2. 1, 2, 3 nasemaje? Kwa kusoma kitabu. Amesema kwa kusoma kitabu. Kwa kusoma Biblia tu. Biblia tu, sasa Biblia. Endelea mbele. Nalifahamu. Kwa hiyo alifahamu kwa sababu ya kusoma nini? Kwa ukitaka ufahamu kwa habari ya ndoa, familia na malezi, soma nini? Sio kitabu. Vitabu. Na kuna watu ambao wanasoma tu kitabu kimoja, hiki kitabu tu ategemea kile kitu kipate. No. Usoma vitabu. Nalifahamu. Kumbe ufahamu wa kwanza ambao alikuwa nao Danieli ni ufahamu ambao umetokana na kusoma nini? Vitabu. Ndio mstari wa 21 Mungu anatokea alipoona juhudi ya Danieli, anampa akili apate kufahamu.
Kwa hiyo alionyesha kwanza kumkaribia Mungu kwa njia ya ufahamu na kusoma vitabu. Baadaye Mungu akatokea sana yeye mwenyewe kumpatia nini? Ufahamu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Wakorintho wa kwanza 14:14-15. Unapoomba huwa hatuombi kwa roho tu. Hapo sasa watu ambao wamekaa kwenye chaka cha kuomba kwa roho. Pastor alisema kwamba anaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Ni kweli kabisa. Na ukiomba hivyo unajijenga nafsi yako. Ni vizuri, lakini kuna muda ambao inabidi uombe kwa akili. Kwa ufahamu. Soma hapo. Wakorintho wa kwanza 14:14-15. 1, 2, 3 anasemaje? Soma pamoja. Tufike hapo Wakorintho wa kwanza 14:14. 1, 2, 3 anasemaje? Endelea. Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili. Kuna watu ambao wamejificha kwenye kichaka cha kuomba kwa roho. Ukiwaambia hapa waanze kuomba kwa akili, dakika 10 haviishi. Anza kujiambia maneno. Jesus, I love you. Jesus, you know me. Jesus, thank you so much. Bwana Yesu nakupenda. Hajua kwa Kiswahili, yani kwa Kiingereza anaambia Kiswahili. Bwana Yesu nakupenda. Unanijua. You know me Lord, Kwa hiyo ameshiki tokea Kiingereza kaja Kiswahili, lakini hana ufahamu unapoomba. Siku moja ukikaa chumbani kwako leo, hata kama ndimi zitaka zije na zisikie kidogo tu, na niombe kwa akili kwanza, utaomba. Je, kuna neno unalitaja na maombi yako? Watoto, Baba msaidie baba yangu mzazi kwenye kazi yake, Bwana neno gani au unalitaja hapo? Amna ufahamu ambao unaweza Baba nisaidie, tunajua wewe unajua moyo wangu. Kuna nafasi pia ya akili. Na kuanzia leo Mungu anakupa hizo akili kwa jina la Yesu. Sema hivi, Mungu anakupa hizo akili kwa jina la Yesu. Hata Bwana Yesu mwenyewe alikuwa mtu wa vitabu. Luka 4:16. Yesu alikuwa ni mtu wa vitabu. Alipoenda hekaluni, akaambiwa akapewa gombo la chuo. Akafungua mahali palipoandikwa. Asingepafungua pale kama leo kupapitia kabisa. Leo baba Biblia kwambia ifungulie andiko fulani, utatumia muda sana kulodi kwa sababu gani? Hawajaje kuifungua. Kwambia hivi, mtajia andiko fulani natoka wapi? Ananiambia pastor, nafikiri kama sio Zaburi, kama sio Zaburi ni Mithali. Wewe Zaburi Mithali, kumbe ni Yeremia. Kuna mtu ambao kinajia kuna moja chini kwa moja hivi. Roho Bwana Yesu anasemaje? Okay. Wewe niangalia hapa, afu nikutajie utaona kabisa kwamba wewe mwenyewe ile ndio unasema ni Zaburi. Bwana amenivuta kwa fadhili zake. Inatoka wapi? Amenipenda kwa upendo wa milele na kwa fadhili zangu nikuvuta. Inatoka wapi andiko? Wewe unajua sana. Hai. Tunaenda kidogo. Luka 4:16. Tena hapo Luka 4:16. Unajua Yesu alipoenda mlimani kuomba alikuwa akiyakoti maandiko. Kwa kikubwa sio kujua limetoka sehemu gani, ila uwe na uwezo wa kulitaja. Imeandikwa. Sasa wangapi hapa ambao wana hiyo imeandikwa? Akutana na jambo aanza kulia machozi, maana kumbuka imeandikwaje. Mungu haangalii machozi yako. Mungu haangalii kelele zako. Mungu haangalii sauti kukauka. Watu wapatia kwa maombi, anachofurahia siku hiyo kwamba sauti imekauka. Pastor leo tumeomba leo yani mpaka nikasikia namna fulani. Anaangalia kusikia ila haangalii kipi amekipata pale. Soma hiyo Luka 4:16. Yesu alikuwa anajua imeandikwa sehemu kabisa. Anasemaje hapo nisomee? Siku ya Sabato
Akasimama ili asome, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua. Akatafuta mahali palipoandikwa, tulia hapo. Yesu alikuwa anajua wapi habari zake zimeandikwa, akafungua exactly pale ambapo habari zake zimeandikwa. Hebu ngine jirani yako mwambie hivi, wewe unafahamu wapi habari zako zimeandikwa ndani ya neno? Muulize serious kabisa, mwambie wewe unafahamu wapi habari zako zimeandikwa ndani ya neno? Au naishiishi tuana kujiona kwenye neno. Isaya 34:16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkaone, hapana hata mmoja atakayekosa kuwapo. Wewe pia na maisha yako na kesho yako upo kwenye kitabu cha Bwana. Ngoja niwaambie vizuri. Kwa maana nitadai kwa watu wawili waniambie kwenye Biblia yake yeye yuko wapi. Unasomesha tuanga kabisa. Simama. Mshukuru. Kwenye Biblia yako wewe unajiona wapi? Bado. Sawa. Alikuwa wazi kwa sababu mimi bado sijajiona. Yes. Kwenye Biblia yako unajiona wapi? Bado sijajiona. Hata unajiona. Sawa, mtumishi wa Mungu. Mwimbaji. Wana wa Asafu. Tuambie bado unajiona wapi? Anajiona kwamba yeye hata kwa sababu atafanyaje? Amejiona hivyo, kajiona hivyo kwa sababu anajiona wapi? Wiki mbili moja anasema naye Boazi alikuwa tajiri sana. Kwa hiyo anajiona kwamba yeye ni Boazi alikuwa tajiri. Mimi mwenyewe nijiona ni Samueli wa kwanza 7:12. Kwenye vision yangu hilo ndio ambalo Mungu alinivuvia kujua wito wangu mimi. Samueli wa kwanza 7:12. Ndipo Samueli akaliona ile jiwe juu ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Eben-Ezeri. Hata sasa Bwana ametusaidia. Pale tunaona kwamba Mungu mimi hapa amenileta ili niwasaidie wengine kuwa vile ambavyo Mungu alikusudia wao. My mission in my life, my main purpose is to help others become what they are called to become. Nilijiona hapo. Na nikiwa form 2 2014. Nilionaga hapo. Natembea kwa fikiri yangu kwa sababu asubuhi saa 12 nikasikia kabisa Samueli wa kwanza 7:12, nimekuita kuwafanya wengine wawe vile ambavyo Mungu alikusudia wao. Wewe umejiona wapi kwenye neno? Hebu mimi hapa kama ngine hapo tena. Mwambie wewe umejiona wapi kwenye neno? Usipojiona unija kuwa ni mfanyabiashara alafu hauna kitu ambacho unafanya usimame pale. Hata wewe ni mchango mshasa kwa biashara. Wewe umejiona wapi kwenye neno? Mimi nimeenda kwenye Ezekiel pala sana kuteta nyumbani ambao nikifika sehemu kama kuna matatizo utaisha. Ambapo mtu Umeona ila ndio kama ni maji. Akifika mahali kama kuna matatizo, watu wanajiona kwenye neno. Sasa hujajipanga kwenye neno alafu utafuta mwenza wako. Sijakuelewa kijana. Sijakuelewa. I don't get you. Haya, hebu niambie kidogo, kwa nini maombi ni swala la ufahamu au maarifa? Kwa nini maombi ni swala la ufahamu au maarifa? Jambo la kwanza, maombi ni sanaa inayofundishika. Kwa nini maombi ni swala la ufahamu au maarifa? Maombi ni sanaa inayofundishika. So you can learn prayer. There is a school of prayer. Angalia video moja hivi YouTube ya Apostle sema anasema school of prayer. A school of prayer, shule ya maombi. Maombi yanafundishika. Andika sentence. Maombi yanafundishika. Kwa hiyo ukiona mchungaji anaomba hapa namna fulani, sababu alijifunza, na wewe pia ukitamani kuomba namna fulani, lazima ukae chini ujifunze.
Luka 11:1. Biblia ipo wazi kabisa kwamba maombi yanafundishika. Luka 11:1. Kanisa tufungue pale Luka 11:1. Nami kabisa Mungu akubariki jamani. Amina. Unabarikiwa? Unabarikiwa? Sema amen. Sema Biblia yako Luka sura ya 11 na mstari wa kwanza. Maombi yanafundishika. Luka 11:1. Kanisa anasemaje kwa sauti kusikie? Alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana tufundishe sisi kufanyaje? Kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi. Cha kwanza unaweza kuuliza kwamba kusali au kuomba kunafundishika. Kusali au kuomba kunafundishika. Alafu pia jambo la pili, kuna walimu wa kufundisha kama vile Yohana alivyowafundisha. Kumbe wanafunzi wanajua mimi kwa sababu ni mwanafunzi wa Yesu, na kwa kuwa ni mwanafunzi naye pia alifundishe kusali. Kwa kuna walimu wa maombi katika sentensi. Wako walimu ambao mtu akifundisha nao utashangaa unaanza kuomba. Walimu wa maombi wapo. Sasa naomba nikwambie ni kwa nini wanafunzi wa Yesu walipomwangalia Yesu kama mwalimu walijisikia hawafundishi. Cha kwanza, Yesu alikuwa ana tabia ya kuomba. Angesindesi, kwa nini wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu awafundishe kuomba? Jambo la kwanza, Yesu alikuwa na tabia ya kuomba. Yaani maisha ya maombi ya mwendelezo. Walipokuwa wakimwangalia Yesu, tabia zake, mwenendo wake, namna ambavyo kila siku lazima alfajiri aende kuomba. Marko 1:35 hadi 37. Huyu maombi ya bahatishi. Sio kama wewe ambaye ukisikia somo la maombi kama hili, hiyo wiki utaomba iseme. I will pray. If I don't play, yaani wiki utachanga tu pale unasikia paka. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili, fahamu ile nguvu ya soda ukifunga soda kwa baadaye. Lakini hilo sio fungu lako kwa jina la Yesu. Kuanzia leo maisha ya maombi yanakuwa ni maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, kuanzia leo maisha ya maombi yanakuwa ni maisha yako kwa jina la Yesu. Utaomba kama tabia kwa jina la Yesu. Kwa hiyo walipomwangalia Yesu wakagundua kwamba ana mwendelezo kwenye kuomba kwake. Haombi siku akienda kuwahudumia wanafunzi. Au sio ndio afanye miujiza mingi baada ya kuomba. Aidha siku afanye miujiza anaenda kuomba. Wewe ukiwa na mahitaji ndio siku ambayo utamaanisha kuomba. Unajua kabisa umesema Yeremia 33:3 kwamba nikuite utanitikia. Baba, ninakuita leo hii. Asubuhi ya leo tarehe 15 mwezi wa 12. Baba, ninakuita nisikie Mungu wangu. Nisikie Bwana, nisikie. Sauti inaongezeka kijua kwamba baba vile Mungu tutamsikia. Kumbe Mungu yupo ndani mwake. Na Mungu anaomba kupitia yeye. Sina maana roho hizi kuomba kupitia wewe. Tuendelee mbele. Jambo la pili, maisha ya maombi yenye matokeo. Walipokuwa wakimwangalia Yesu, waliona Bwana Yesu ana maisha ya maombi yenye matokeo. Kila akiomba jambo linatokea. Na sio ombe masaa mawili jambo litokea. Muda mwingine anachukua tu mikate 5, samaki mwingine sema baba nakushukuru. Anasema hapa nini? Anashangaa watu 5,000 wanakula na kusaza. Hapa watu wanakijua huyo mtu. Muda mwingine Bwana Yesu anasema hivi, Baba najua ya kwamba wanisikia. Anajua anasikiwa. Wewe je, huwa ukiomba unajua Mungu anakusikia? Labda kwa wana maombi ila ukimwambia yale ambayo unaomba ukii Mungu anakusikia. Pastor unajua maombi ukiomba kuna majibu 3. Jibu la kwanza ni yes, jibu la pili ni no, jibu la 3 ni wait. Kwa hiyo Mungu mkimwomba mimi nitaniambia yes au no
au kwa Mungu hana hicho kitu. Yeye ni Mungu anayejibu maombi, ila majibu yake sasa yanategemea umekuwa kiasi gani kuyapokea majibu. Hata mtoto akimwomba baba ninunulie gari, Yesu anasema baba ninunulie mimi ndege, baba ametaka ndege kidogo hivi. Ndio hivyo baba, wewe pia unamwomba Mungu, baba nipe mume. Okay. Mungu akikuangalia mtoto wake, akwete tu rafiki mmoja ambaye ukae naye kwenye mahusiano ya urafiki tu, uishi naye uanze kupata experience. Alafu baadaye akiona kweli umesatisfy kwa urafiki, akupeleka level nyingine, anakuwa ni mchumba, level nyingine anakuwa ni mume. Sasa kwenye urafiki kila siku lazima mpishane. Yaani hamwezi mkaongea mkamaliza vizuri hiyo siku. Lazima mpishane tu. Nilikuwa rafiki yangu mmoja hivi bwana. Kila siku lazima tupishane. Yaani lazima tugombane. Sio kwaje, ila tukiongea, yaani aidha ni kwa mema mabaya, tunataka bila tukaanza vizuri. Tunacheka, tunafurahi. Ila mwishoni unataka kitu fulani hivi, tunapishana. Sasa kiwali jamani, hapo mnajiona inahusiana na mtu kama wewe. Kwani tutafika mbali jamani? Hapo sasa hivi mpo mbali. Nafikiria mmeingia nyumba moja. Na asubuhi imeshapishana. Hiyo sio na ndani. Wiki nzima huyo ndiye na kiumbe amekununia. Haongei na wewe. Amenuna. Jamani, mahusiano ni picha ya ndoa. Yaani kile ambacho kitaendelea ndani ya ndoa kinaanzia ni mahusiano. Kwa hiyo kama ni mahusiano mnapishana, hamuelewani, kile ni mahusiano nyie ni kupigana vibuti, maana bwana mimi naomba kwambia to break up. Naomba nipe break. Ase tupunguze kidogo. Yaani mmeanza vizuri ndio nasema hivi. Naomba kweli kwa muda tupunguze kidogo kwa sababu tu biana. Jamani, ukishaanza anaga break. Amen. Mimi nishapitia hicho kitu, ndio rafiki yangu hivi mwaka wa pili chuo. Ni mdada chuo. Uzuri yangu kwa hapa. Anamfahamu kimbia sawa. Yule rafiki yangu kila baada ya kufanya sasa naomba tukane break. Yaani the way to go through tupeana break. Kwa hiyo kwa wiki mbili hamuongei, hamzungumzi. Wiki mbili zote. Baada ya kisa kukusamea akwambia, okay, nimekusamea, turudiane. Wiki mbili jamani. Sasa kufikiria ndio wengine wenye ndoa kama mtu kama huyo. Na wana watoto. Hela ya matumizi haachi. Ndio mama watu wameshajiua huko. Kajining'iniza kumbe lengo hawaongei na muda wake wana miezi. Watu Mungu. Nyumba za wengi zimeficha mengi. Yaani ile watu kishaingia ndani wanaficha mengi sana kwa watu wengine. Kuna wengine mule ndani huwa hawazungumzi. Nisikia pale baba na mama ambao wanalala vyumba tofauti. Baba chumba hichi, mama chumba hichi. Na anaeleka miaka 30 ya ndoa. Mambo yapo au kitandani, baba anageukia huku, mama anageukia huku, ili tu asiongee kabisa usiku. Sema far from me. Sikusikia. And let it be far from me in the name of Jesus. Sasa sijajua leo nipeleke kuanganisha nini. Point yangu, kuna walimu wazuri wa maombi, sawa? Sijafikaje huko. Na Bwana Yesu alikuwa anamaanisha na maombi yenye matokeo. Sema amina. Kwa hiyo ukimwangalia Yesu unapata maombi yake yanaleta matokeo. Kasema hivi Daudi anaomba Mungu, anajua kabisa kwamba Mungu amemsikia. Ifike mahali tunaomba Mungu, unajua kabisa kweli leo kuna kitu kimenipata. Unaweza maombi, unajua kabisa Mungu amenijibu. Umeelewa Mungu anajibu maombi yako, unapenda Mungu mbele mkafa unasikia kawimbo ndani. Kale kawimbo sikia bali shikana na no. Anza kuimba. Unapoimba hivyo, jua tayari imetendeka. Hatimaye kama mchungaji wangu kusaidia mwaka 3, kilicho anamwamini kwa ajili ya mahali ya kulipa kwa mke wake. Tuko naye tunaomba maombi, akasikia ndani yake amani, kucheka, kufurahia. Akaanza kuimba. Akaimba. Sasa sisi tunaenda kuomba. Baba, mchungaji wetu fungua milango. Bakawa ndio yeye anaimba. Sasa mimi kama sasa naimba wale ndio Mungu nikaanza kuimba. Naimba naye. Baada akasema hivi, asanteni Mungu awabariki. Kumbe ile kuimba ni confirmation kwamba Mungu ameshafanya. Ile amani unaisikia ndani yako baada ya maombi
mtaji kwamba Mungu ametenda. Ile wazo linalokujia, I can tell you, mimi mawazo mengi mimi nifanye kwenye maisha yangu huwa yananipata baada ya maombi. Ile tunaomba kabisa, hapa nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi. Na nikabisa pembeni hapa nikafanya hivi. Hebu angalia huko mbele. Mbona huko nyuma huko? Ili ni wazo ambalo nilipata kwenye maombi. Nilianza kuomba, nikasikia okay, tufanye hivi, nitafute mpambaji. Yaani vyote vinatokea kichwani, vinajiangalia wenyewe. Hivyo kwa maisha yako pia unaweza ukapata majibu, mpangilio wa vitu vyako kupitia maombi. Na kuanzia leo hiyo neema iko juu yako kwa jina la Yesu. Utajua Mungu akikupa majibu kwa jina la Yesu. Utaelewa hili ombi limeshaisha kwa jina la Yesu. Umeelewa hapo? Jambo la tatu pia, kiwango cha Yesu kujitoa kwenye maombi kilikuwa hakisukumi na mahitaji. Yesu alikuwa akienda kuomba sio kwa sababu siku hiyo wanafunzi wanamdai hela za matumizi. Hivyo Yesu alikuwa anawapa wanafunzi wake hela za matumizi. Petro alikuwa na mke wake, ameacha mke wake huko na mama mkwe. Yesu alikuwa anampa hela ya kuhudumia familia yake. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kiwango cha Yesu kuomba kilikuwa hakisukumi na mahitaji. Jiulize wewe, zikikaribia kati tu hapa utashangaa umeanza kufunga mifungo muendelezo. Unaomba kweli? Baba, kati tu hii piche salamu. Ila Yesu hakuwa hivyo. Jambo la 4, namna ya kuomba kama mwana wa Mungu. Walimwambia Yesu awafundishe kuomba kwa sababu Yesu alikuwa anaomba kama mwana. Ndio maana mara nyingi Yesu akiomba anasema, Baba, najua unanisikia. Baba, najua unanisikia. Baba, kwa jina lako ufanye hivi na hivi. Kwa hiyo ndio huyu Yesu anayafanya kuleta na Baba awafundishe kuomba kama mwana. Jambo lingine la 5, walimwona akiomba. Kwa njia nzuri ya kujifunza kuomba ni kuomba. Njia nzuri ya kujifunza kuomba ni kuomba. Kwa hiyo ukitaka kujua kuomba, usifikiri notes. Hamna notes ya kuomba. Maombi unaelewa mahali pa maombi. Unapata stamina ya kuomba masaa mawili mahali pa maombi. Sio mahali pa notes. Mifungo utaijua kwa notes, lakini inabidi uanze kuipatiza ili ujue nguvu ambayo iko nyuma ya mifungo. Na kuanzia leo neema ya kuomba iko juu yako kwa jina la Yesu. Yesu muda mwingine mpaka alipanda nao mlimani. Ile Mathayo 26 kuanzia mstari ule wa 30 na kitu pale hadi mwisho, Yesu alipanda na wanafunzi kuomba. Sasa habari tatu nasema kwamba Petro hamkuweza kukesha nami hata saa moja. Baki hapo kwa amepanda nao mlimani, afu Petro anaanza kusinzia. Wote wasinzia, niambia Petro, hamkuweza kukesha nami hata saa. Kwa the lowest level wa kwanza kukesha na Bwana Yesu ni saa. Kumbe amepata hiyo point Haya. Ende kama hapo ulipo anza kumuomba Mungu kama vile kuchochea hiki ambacho umejipata ndani mwako. Rika para basite. Mela kapara barada baladia. Leso telebe kando masata. Rika para barunda basheteria. Makatara barakusheteria mande. Baba nibatize na roho ya neema na kuomba. Rapa shepeleketa. Ya zote tekepari ya mande. Ya satara kapara mano. Esiketele barada. Sikusikia kiomba sasa. Mareko sheteria mande. Baba nibatize tena na roho ya neema na kuomba. Niombe kama tabia. Rama sube tebekai. Ya teli barakane. Ya sopeleke mande. Ya takarabadina. Ebra katara barakato esifata paradia yantara bakuse esite parakate mbele ya kamita ile kumalizia shalama kaparada yanama kaparada randa kaparadia. Baba niwezeshe niwe mtu wa maombi rakatira mahate rikatira mahate mekataraba kulikeni o Lord and I will call upon your name yetara barada. Nilikuwa namsikia Apostle Robe akasema siri yake ya kuomba masaa mengi aligundua hii siri ya Zaburi 80:10
18 ya kwamba Mungu akimuisha ataweza kuomba. Na asubuhi ya leo nakuombea wanangu ya kwamba Bwana auishe ndani mwako, Bwana auishe ndani mwako. Rakapate kepa yeso paramate esitaraba quicken me O Lord yantarakapo esitepera yandakarusa etirabakita esiteriba quicken me O Lord shatarabakate. Mwingine usingizi umekuwa sababu ya wewe kutokuamka alfajiri. Mwambie Bwana niuishe yakataramo yetetereba yesupara yentekapa randakapa yendikapa. Baba niuishe rikatarama yandekepa. Hata wakati umechoka unajiombea hivi, Bwana uishe mwili wangu rima shaprade. Utashangaa nguvu ya kuomba inayoongeleka ndani mwako. Shetakapa yendarabaka yesofarama. Na asubuhi ya leo hiyo nguvu unaipokea, nguvu ya maombi. Shatapa etirapaka mekataraba mekarabaraba yesoperebelebe yekeperebelebe yateriba. Baba niuishe rakaparadia shalababababa ereketerebelebelebelebe shalakaparadia katika jina la Yesu, amen. Ile Wakorintho wa kwanza 14:16 Paulo amesema kwamba nitaomba kwa roho na nitaomba kwa akili. Baba itusaidie kujua kuomba kwa roho kunamaanisha nini. Kuomba kwa roho kunamaanisha nini? Kuomba kwa roho maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anakuongoza kwenye maombi. Kuomba kwa roho maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anakuongoza kwenye maombi. Baki prayer point yako inazalishwa na Roho Mtakatifu ambaye unaye ndani mwako. Kuomba kwa roho maana ya kwanza ni Roho anakuongoza. Ile Luka sura ile ya 4 mstari wa kwanza inasema kwamba naye Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Kumbe Roho anaweza kukupandisha mahali fulani pa maombi. Ifike mahali ambapo kufunga kwako ni Roho Mtakatifu amekupeleka hicho kiwango cha kufunga. Nimesikia Bishop David Oyedepo anasema kwamba Roho Mtakatifu alimpeleka mlimani afunge siku 3 ili apate siri nyuma ya Ezekieli 37. Amesemaje? Alienda mlimani siku ngapi? Kufunga na kuomba apate siri nyuma Ezekieli 37. Sasa wewe pia ni mara ngapi umepata kitu fulani afu Roho akwambia ili ukamate hii roho twende ufunge masaa 24. Kwa hiyo maombi ya vifungo yalikuwa na maana yanakuwa na kitu fulani cha Roho kupelekea hapa. 2023 mwezi wa 3 tarehe 17 nakumbuka vizuri kabisa Roho wa Mungu alinipeleka kufunga siku 3. Siku ngapi ungesema? Siku ngapi? Ilikuwa hivi. Nimeamka alfajiri kuomba kama ambavyo desturi yangu. Ninaomba nikasikia ndani mwangu kabisa leo unaanza maombi ya kufunga siku 3. Na muda huo nikaambiwa zima nini? Zima nini? Sio ukiingia maombi ya siku 3 unamwambia pastor, naomba nikujulishe kwamba nitakuwa na maombi siku 3 kwa utanipata. Rafiki yangu, naomba ujue kwamba leo naomba maombi siku 3 na utanipata. Naomba darasa naomba nijue kwamba nataka taarifa kwamba sitakuwepo hewani siku 3. Unapost status, I want to be available for 3 days. Please wait after that. Ili tu tujue kwamba umeingia siku 3 za maombi tukiomba. Ila mimi hata wazazi wangu sikuambia, hata rafiki zangu sikuambia, nikazima simu muda huo kwa maelekezo ambayo nilipokea. Nikaanza maombi. Nilitafuta ndugu yangu. Ile nimeshaambiwa nijifungie siku ngapi? Siku ngapi? Hasa na wewe pia huo mfungo ambao unataka uingie, make sure Roho anakuongoza kwenye huo mfungo. Na uwe una specific reason ya kuingia hapo. Tena yakuwa ni jina la huo mfungo. Kwa maana huo mfungo uwe ni Esther fasting. Unataka ufunge upate kile ambacho Esther alikipata kila siku 3. Kama ufunge upate siri ya kitabu cha Matendo, wale watu ambao walikuwa wanafanya ile miujiza waliwezaje Bwana?
Bwana nimtumisha usioni miujiza. Bwana nafunga siku 3 hizi, nipokee roho ya ubora ambayo iko juu ya Danieli. Kwa hiyo utakuwa umefunga, hautashinda njaa. Unajua alisema kufunga, wengi hapa huwa wanashinda njaa. Amefunga yupo mtandaoni masaa 12. Kafunga masaa 12 kavu, lakini yuko mtandaoni kila muda. Atapost status, ataview huku. Sasa sababu mwili wake pia umechoka, hawezi kusoma. Kwa hiyo anachofanya kitu gani? Anaperuzi tu mtandaoni. Baba amepost nini? Pastor amesemaje hapa? Anaperuzi tu. Anaingia group of intellectuals, nani ametuma ripoti? Yeye ameshakuwa mchungaji sasa, na yeye anasoma ripoti za watu. Anasoma ripoti. Watu wanajitahidi sana. Hapo amesoma masaa 12. Biblia hajasoma, kitabu anachosoma hana, wala audio ambayo amesema kwamba kwenye maombi haya mimi nitaisikiliza hii audio hata kama ni mara 10 mpaka nipate sifa. Nilijua maana ya maombi ya masaa 12 pale ambapo tulikuwa tunafunga na watu wafunga uzima, tumefungiwa kwenye chumba, hautoki, hauna simu, kila muda kuna mtu anaomba. Kwa hiyo unapokezana tu mic, anaomba huyu saa 1, au mtu mwingine saa 1. Hao ndio maombi very serious. Sio maombi yako wewe unaomba asubuhi, ikiomba asubuhi ni jioni tena kumshukuru Mungu ili ufungue. Huo mfungo hapa. No. Sema no. Maana ndio mfungo watu wengi hapa. Akifunga masaa 12, asubuhi ataomba kidogo tu. Bwana leo nimefunga, kwa hiyo haombi sana. Haombi sana. Sema Mungu anaona kufunga kwangu. Kufunga nao ni sadaka. No. Kufunga kwenye maana lazima kuambatane na maombi. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri kwa Mungu? Kwa tukifunga uwe una mfungo unakupa sababu gani? Roho ndio alikupelekea kuomba maombi ya namna fulani. Umeamka asubuhi, ratiba ulikuwa umepanga kuombea kanisa. Ila washauri kuombea kanisa, unajisikia ndani mwako kumwombea mchungaji. Ni roho ndio alikupeleka hiyo ombi. Useme hivi, mimi nitaombea washirika wenzangu. Nenda hapo, kaa hapo, kuna kitu ambacho Mungu anakifanya. Nini maana ya kuomba kwa roho? Jambo la pili ni kunena kwa lugha. Kuomba kwa roho pia ni pale ambapo mtu anatumia lugha ya mbinguni kuomba. Ananena kwa lugha. Endelea mbele. Nini maana ya kuomba kwa akili? Jambo la kwanza, kuomba kwa akili ni nini pastor? Kuomba kwa akili ni kuomba kwa maneno kabisa ya kueleweka. Yaani unamwambia Baba, nakushukuru ya kwamba wewe ni Mungu wangu. Nakuja mbele zako naziombea tabia zangu. Nikisoma kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23, mimi bado Bwana naona kwa sababu ya tabia sizioni kwangu. Mimi bado sio mwaminifu kwenye zaka. Mimi bado sina uvumilivu Bwana. Na umesema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Nipe uvumilivu. Yaani unakuwa unaongea na Mungu kwa maneno yanayoeleweka. Shida ni kwamba wengi huwa wanajifichia kwenye kisima cha kunena kwa lugha. Kwa kimwambia hiyo ndimi ambayo unanena, unaomba nini? Hana ambacho amekiomba. Ila ameomba saa moja. Mwambie jirani yako. Naomba mwambie jirani yako vizuri, afu mkifiki kidogo hivi. Mwambie unapoomba saa moja unaomba kwa ajili ya nini? Nini focus yako kwenye saa moja hilo? Kwa hiyo unaomba maneno kabisa ambayo yanaeleweka. Unakuwa unaongea maneno ambayo unajua sasa hapa mimi mwenyewe naelewa ni kipi ambacho namwambia Mungu. Jambo lingine pia, kuomba kwa akili ni kuomba kwa ufunuo wa neno. Yaani kuna ufunuo unaopata ndani ya neno, nasema kumbe kuna watu ambao Mungu anaweza kawapa maarifa. Tokea hapo unakaa mahali pa maombi, unamwambia Baba, ninaomba unipe maarifa. Baba, ninaomba unipe maarifa. Kama ulipo hapa wale vijana wanne, na mimi pia Mungu unipe maarifa. Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo. Baba wa utukufu, unipe nini? Roho ya hekima na ufunuo katika kujua. Unamwambia Bwana kwa kutoa ufunuo fulani ambao umeupata. Sasa changamoto ni kwamba wengi wanasoma vitabu, ila baada ya kusoma vitabu umwambie umepata ufunuo gani hapa? Huo ufunuo ambao umekupeleka mahali pa maombi. Kwa hiyo ushauri, ukishaanza kitabu, kaa nacho mahali pa maombi, anza kudigest kile kitabu. Ili siishie kwa kitabu ambacho umesoma vizuri. Nishawaambiaga moja ya namba huwa naombaga mimi pia, naweza nikachukua daftari langu Jumapili,
zile notes ambazo nimefundisha Jumapili naanza kuziomba kwa ufunuo ambao nimepata pale. Si nimeandika mimi mwenyewe pale jamani? Aha, namba moja, kumbe kuomba kunafundishika. Mara koshetelia barada. Baba nifundishe kuomba. Leka shandori barada. Yesote ni barada. Kuna walimu wa maombi. Aha, Baba nikutanisha na walimu wangu wa maombi. Leko shatara barada. Yendara kaparada. Yesote ni barada. La kataraba. Bwana Yesu alikuwa anaomba, alikuwa na maisha ya maombi mwendelezo. Raka paramande. Yesote ni barada. Ni Mungu wa maarifa. Mungu nisaidie na mimi pia niwe kama wewe. Niwe mtu wa maarifa. Yatarabaka. Yes. Yaani unaomba saa moja kutumia notes ambazo umejifunza Jumapili. Ila wewe ukishamaliza Jumapili hata ile notes unazifunga kwanza ndio zimeshaishia hapo. Hata kama niambia mtu Jumapili iliyopita ulijifunza nini? Kwa hiyo tumeshia ndoto hivi basta. Alafu okay. Pasile ni kweli tusome tuandika. Nini ambacho unacho ndani mwako kimebaki tukia somo la Jumapili? Unaelewa vizuri hata Mungu. Kwa hiyo ukijifunza yale ambayo umejifunza, anza kuyasoma na kuyarudia tena huku unaomba. Au ni maombi kabisa na Mungu anayasikia. Au kuomba kwa akili pia maana kwamba unaomba kutumia maandiko. Kuomba kwa akili ni unaomba kutumia maandiko. Unachukua Wafilipi sura ile ya 4, wewe usomea hapo Wafilipi sura ya 4, unajiombea mstari kwa mstari. Hali moja maombi ambayo niliyafahamu kwa baba yangu Bishop Kagumira. Yaani haya maombi yanakuwa masaa matatu. Unaomba andiko hilo la Filipi 4:1 hadi mstari wa mwisho. Unaanza Filipi 4:1. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku furaha yangu nataji hivyo. Simameni imara katika Bwana wapenzi wangu. Baba, ninaomba kwamba unisimamishe imara katika wewe Bwana. Reko shana masote. Ye katana barada. Marabadia. Baba nisimamishe imara katika wewe Bwana, katika maombi, katika kufunga, nisimamishe imara Mungu. Raka parabadia. Yes, teni marana. Mstari wa 2. Na msi Euodia na msi na Sintike wawe na nia moja katika Bwana. Bwana Yesu nakuomba unipatie nia moja katika wewe Bwana. Nipe nia moja katika wewe Bwana. Mstari wa 3. Funga Biblia yako hapo tuna pamoja. Sisi ndio mambo kwa jawani na kufundisha kuomba kutoka kwenye Biblia. Yaani unataka naomba andiko moja la Biblia au umeyapanga maandiko ya mafanikio. Yale maandiko ya mafanikio unajiombea moja baada ya lingine. Au umeyapanga maandiko ya ubora. Andiko moja baada ya lingine unajiombea. Maandiko ya afya ya kiungu. Pale ambapo afya yako ina changamoto, umepanga maandiko ya afya ya kiungu unajiombea moja baada ya nini? Soma mstari wa 3. Naam, nataka na wewe. Wafilipi 4:3 nasemaje? Naam, nataka na wewe pia. Mjoli wa kweli. Hapo shia hapo. Baba nifanye kuwa mjoli wa kweli kwa jina la Yesu. Endelea mbele. Wasaidie wanawake hao. Baba nisaidie kuwasaidia. Baba nijalie kuwasaidia wanawake hao. Huwajui ila leo nawaombea. Endelea mbele. Kwa maana walishindania injili pamoja nami. Na Clement naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja naye. Baba nisaidie kutenda kazi pamoja na mtumishi wako. Raka parade shetani ama endelea, ambao majina yao yamo katika. Baba na mimi naomba kwamba pamoja na yote ambayo ninayafanya, jina langu liwemo kwenye kitabu cha uzima. Mstari wa 4 anasemaje? Furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema Baba nisaidie nifurahi katika wewe Bwana siku zote. Mambo yanachosha jamani. Unasema hapa sina prayer point. Hapo unaomba kupitia neno. Andiko kwa andiko. Mstari kwa mstari. Mpaka uelewe kile ambacho Biblia iko nasema hapa. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Hiyo ni kuomba katika nini nimesema? Kuomba kwa nini? Kuomba kwa nini watu wa Mungu? Kuomba kwa nini nimesema? Kwa akili. Safi kabisa. Jambo la mwisho hapo, kuomba ukiwa una hoja zenye nguvu. Kwa nini Mungu akupe hicho unachokiomba? Jambo lingine hapo ni kuomba ukiwa na hoja zenye nguvu. Jambo la kwanza ni kuomba kwa maneno unayoelewa. Jambo la pili, kuomba kwa ufunuo wa neno. Jambo la tatu, kuomba kwa maandiko. Jambo la 4, kuomba ukiwa una hoja zenye nguvu.
leteni hoja zenu zenye nguvu. Njooni tusemezane. Ile Isaya 40 ngapi? 43 ngapi? 26. Haya, Isaya 43:26. Leteni hoja zenu zenye nguvu. Mungu anataka hoja. Unikumbushe tuojeane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe tuojeane. Eleza mambo yako upate kupewa haki. Ni haki yako kabisa, ila hautapewa kama hauna hiyo hoja kusema kwamba Bwana ni haki yangu mimi. Bwana ni haki yangu hii. Mimi mtoto wako na nimlizo baraka zako. Hii Bwana ni haki yangu. Sasa wangapi ambao wanajua kabisa ni haki yangu mimi na uzima, ila bado ana vidonda vya tumbo na ni mlokole. Ni haki yangu mimi uchumi wangu usio na legea. Maana leo nimepata, hicho nimekosa. Bwana ni haki yangu mimi uchumi wangu hauangalii na uchumi wa Tanzania, hauangalii na uchumi wa Gongolamboto. Uchumi wangu mimi hapa kwa sababu ya Wafilipi 4:19. Na Mungu anaweza kuwajaza na kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wa mfuko wako wa Yesu Kristo. Wa utukufu wake ndani ya Yesu Kristo. Sio kwa sababu ya mfuko wako. Amen. Sema amen. Sema amen. Sija kusikia maswali, sema amina yenye wai. Isaya 41:21. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Mungu anahitaji hoja. Kwa nini Mungu akustawishi kibiashara? Anahitaji hoja yenye nguvu. Sio Bwana ukinisaidia mimi, kanasaidia ndugu zangu watu 14. Mwingine Bwana nisaidia mimi nafunga tu mimi. Mwambie Mungu, umesema neno lako ya kwamba siku kwa siku hunijia Daudi watu wa kusaidia. Na mimi hapa ni kama Daudi, tena ni zaidi ya Daudi, sababu upo ndani mwangu. Niletee siku kwa siku watu wa kunisaidia. Kumbe anaelewa kwa nini Mungu amletee wasaidizi wa hatima. Umesema Mungu kwamba naye mfalme akanipa kwa kadiri ya mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa wapi? Ulivyokuwa juu yangu. Baba, na mimi naomba kwamba kwa ule mkono mwema ambao uko juu yangu, watu wanipatie, wajisikie kunipa. Kwa hiyo unapeleka hoja ambayo ina nguvu, ina mashiko. Hapo kama mtu ajielezea ili apewe maksi moja au asikie hilo somo. Atajielezea, mwalimu ndio ongea darasani, mwalimu mimi ndio mimi nataka taji mbele. Hata kwa Mungu pia ni zaidi kujielezea hoja zako. Kwa hiyo ukiwa na ombi fulani, panga hoja mbele za Mungu. Zaburi 5:3. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua. Yaani uko mbele za Mungu unampangia dua Mungu. Kama unataka kulala, hebu mtikise hapo mtabe kibao kabisa. Mzabe kile kibao. Sasa unahitaji ili maombi yako yawe na matokeo. Aina za ufahamu ambazo unazihitaji ili maombi yako yawe na matokeo. Hebu kila mmoja, hebu hapo ulipo na kwa dakika moja tunaingia kwenye session nyingine. Aina za ufahamu ambazo unazihitaji kama muombaji ili maombi yako yawe na matokeo. Rekapana masete barada. Mera katoria makaraba. Emre kisufetere belikapa. Shantara barako sitere barada. Yantara mashetere barada. Yeso felika paramateria. Mantoro bosikitiri bahata. Reka shatara balada. Baba, niingizie ufahamu tena. Shene mekuta paradia. Hebu mwambie Mungu kila ufahamu ambao nitatajiwa, Bwana ukaniingie ndani na ukaniletee matokeo. Shadeka paradia. Rama sopete. Aliposema nami, roho ikaniingia. Shante karadia. Rama shaparadeo. Yesu perekete. Yesu faragadira mate. Yentara balada. Kila ufahamu na kuingia saizi. Shandeke paradia. Shandeke paradia. Ufahamu mwema uleta upendeleo. Kuanzia leo unapokea ufahamu mwema utakaoleta upendeleo. Shatana pakuse eterigaba yandorobo sita yeparakataraba katika jina la Yesu Kristo na hai.
Ufahamu wa kwanza ni ufahamu wa kumjua Mungu, kwenye mabano andika kumjua unayemuomba. Ufahamu wa kwanza ni ufahamu wa kumjua Mungu, kwenye mabano kumjua Mungu unayemuomba. Ni jambo la ajabu kabisa ambapo unamuomba Mungu usiyemjua. Kuna watu ambao wanamuombaga Mungu alafu hawamjui Mungu. Ile Ayubu 22:21. Ayubu 22:21. Tuende pale pamoja. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Ufahamu wa kumjua Mungu ni mabano mjue Mungu unayemuomba. Know the God you are praying to. Ayubu 22:21. Kanisa anasemaje kwa sababu kusikie? Tunasikia mafuta anasemaje? Ujana anasemaje? Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo mema hayakujii kwa kiwango chako cha maombi. Mema yanakujia kwa kiwango chako cha kujua Mungu unayemuomba. Mema hayakujii kwa kiwango chako cha maombi. Masaa 10. Siku 3 za kufunga. Mema yanakujia kwa kiwango chako cha kujua Mungu unayemuomba. Tujue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Ndivyo mema yatakayokujia. Kwa muombaji ambaye ataleta mema kupitia maombi yake ni muombaji ambaye anamjua Mungu anayemuomba. Jambo la pili ni kwamba nini unapata inategemea kiwango cha ufahamu cha wewe kama muombaji. Nini unapata kwenye maombi inategemea kiwango chako cha ufahamu kama muombaji. Nini unapata kwenye maombi inategemea kiwango chako cha ufahamu kama muombaji. Mjue sana Mungu, mjue sana. Kwa kiwango chako cha kujua sana ndio kinakupa kupata sana. Kwa ukijua kidogo utapata, ukijua kidogo utajibiwa kidogo. Ukijua sana utajibiwa. Kiwango chako cha kujua sana, kufahamu sana ndicho kinategemea nini ambacho unakipata. Ile Yohana 11:42 wanaweza kusema kwamba Baba, najua ya kwamba unanisikia na siku zote. Hebu pale Yohana 11:42. Funga pale Yohana 11:42. John chapter 11 verse 42. Anasemaje? Yohana 11:42. Kiwango chako cha kujibiwa na kupata kinategemea kiwango chako cha kujua sana. Anasemaje watu wangu? Anasemaje nisikie? Nami najua kuwa wewe unisikia siku Kwa sababu mimi najua ya kwamba unajisikia siku zote. Kwa hiyo anajua kwamba Mungu huwa anamsikia. Isaya 65:24. Kabla hawajaenda kuomba nilijibu, wakiwa katika kuomba ninasikia. Kwa Mungu huwa ukiwa umekuomba anasikia. Ila majibu hata kabla unaenda kuomba tayari ameshakuja. Isaya 65:24. Mwangalie Paulo. Paulo alikuwa na matokeo ya maombi yake kwa sababu alijua anayemwamini. Timotheo wa 2:1-12. Ninamjua niliyemwamini. Wewe unamjua Mungu uliyemwamini kweli? Au unamjua Mungu wazazi wako? Ninamjua niliyemwamini. Timotheo wa 2:1-12. Ninamjua niliyemwamini. Na mimi nakuombea huo uwe ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Umjue uliyemwamini kwa jina la Yesu. Umjue Mungu uliyemjia Jumapili leo kanisani kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uwe ushuhuda wako kwamba unamjua Mungu uliyemwamini kwa jina la Yesu.
Angalia pale Wafilipi sura ya 3:8 hadi 10. Tunasoma pamoja kanisa. Wafilipi 3:8 hadi 10. Paulo alipojua uzuri usio wa kawaida wa Yesu Kristo, kuna aina ufahamu ulimwingia. Wafilipi 3:8 hadi 10. Naomba kila mtu afungue Biblia yake. Kila mtu afungue Biblia yake. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Wafilipi 3:8 hadi 10. Chacha anasemaje? Usome usikie. Hebu subiri kwanza. Unasoma watu wawili, nasikia watu wawili tu wanasoma. Kanisa kwa sauti. Wafilipi 3:8 anasemaje? Naam, zaidi ya hayo, nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama maji, nipate 9 nionekane katika yeye, yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo takatifu, bali ile ipatikanayo kwa Mungu. Mstari wa 10, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Unajua thamani ya mambo ya Mungu inategemea na kiwango chako cha kumjua Mungu. Kuna mwingine hapa ambaye anaweza akakosa ibada kwa sababu ya kuchelewa kuamka. Namna ambavyo anajua Mungu tu. Kuna mwingine ambaye utoaji wake ni sawa kiwango cha kujua Mungu. Tangia kule alipewa Mungu anapewa visenti. Kwa atapanda boda na shilingi 2000. Ile buku inayobaki ndio anampa nani? Ndio nilifundishwa hivyo. Hata mimi pia nilifundishwa hivyo. Kwa sababu pastor tuseme hata mimi nilifundishwa hivyo pia. Lakini anakuwa shilingi 10,000 akatoke out. Ila kwa Mungu buku 2000 anaishiaga hapo. Anatumia bando la 5000 wiki nzima. Bando la 5000. Lakini 5000 kuitoa kama sadaka masawa. Wewe mtoa leo. Sio hivyo. Haya ndio kuna utoaji afu unatoaji. Unasema wewe utoe nini utoa ile ya kubwa. Mimi leo nimejaribu wapi? Shingapi kuisha Mungu 5000. Kwa kweli naelewa kwa viwango tunakuwa. Amen. Kwa hiyo sema kama pia na fly pia. Amen. Hebu mpende ndio haifai mwambie unajua umekuwa wewe. Hata hivi hizo pia najua umekuwa wewe. Kwa hiyo aliyetoa chini ya 5000 hapo sijasema shuta lakini. Paulo anamwambia kwamba ninaomba kuliko nyinyi nyote. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaanza watu wote sababu anamjua Mungu. Kwa hiyo unapoomba kwa lugha unamjua nini kwa habari ya Mungu wako unayemuomba. Jambo lingine tena. Angalia Danieli aliyekuwa anamwendeleza kwenye kuomba kwake. Danieli 11:32. Danieli ambaye alikuwa ni mtu wa maombi, akawa ana akili za kuomba sababu ya kusoma vitabu, lakini pia malaika alimtokea kumpa akili. Huyu Danieli alimjua Mungu. Anatokea Danieli 11:32. Bali wao wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Danieli 11:32. Bali watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo. Ile kuwa hodari yake ni kuwa na nguvu, be strong. Uimara wa muombaji unaamliwa na kiwango cha kumjua Mungu. Uimara wa muombaji. A powerful prayer warrior is a prayer warrior who knows God. Prayer warrior ambaye ana nguvu, mwana maombi ambaye ana nguvu. Sio sababu ya kuomba sana naomba mpaka jasho linamtoka. Hakupo kwenye jasho. Hakuko kwenye sauti kubwa. Hakuko kwenye sauti ya kwaruzwa. Mimi akija maombi mazuri mpaka mtu kupo kwenye kiwango cha kumjua Mungu. Uimara wa maisha ya muombaji
Jambo pili lako, uimara wa maisha yako ya maombi kupo kwenye kumjua Mungu. Kadiri ambavyo unamjua Mungu ndivyo ambavyo unakuwa imara. Jambo la pili, maombi yatakayotenda mambo makuu yanaamuliwa na kiwango cha ufahamu wa muombaji. Maombi yatakayotenda mambo makuu, wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Maombi ambayo yatazalisha mambo makuu yanaamuliwa na kiwango cha kumjua nani? Kwa hiyo ukimjua Mungu kupitia maombi yako unaweza ukazaa mambo makuu. Mwangalie Hana. Yule Hana binti Fanueli alikaa hekaluni zaidi ya miaka 37 akimsubiri Bwana kwa ajili ya masihi wa Bwana. Hachoki, anaomba tu. Ile Luka 2:27-37. Luka sura ya 2:27-37. Yule Hana alibaki hekaluni, alidumu mule akiendelea kuomba. Kwa hiyo kuchoka, kwa sababu alimjua Mungu. Kwa hiyo matendo makuu ambayo yanazaliwa mahali pa maombi inategemea kiwango chako cha kumjua Mungu. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Haya, Warumi 4:2, ngoja kufanya jambo hili hapa. Maombi yana bidii kweli, ila bidii yako isipoambatana na maarifa, aisee, utapoteza. Warumi 10:2. Kuna watu hapa ambao wanajiudi kuomba. Anafunga siku tatu pasta. Jumatatu amefunga, anajiombea mwenyewe. Jumatano amefunga, anaombea familia yake. Ijumaa amefunga, anaombea kanisa na nchi. Lakini kwenye kuomba kwake huku, kama hana ufahamu, hana maarifa, kama hamjui anayemuomba, ni kazi bure. Angalia hapa, Warumi 10:2. Kama kila mtu afungue Biblia yake, afu anisomee kwa sauti. Raka na mashaka parade. Warumi sura ile ya 10 mstari wa 2. Namsubiria mtumishi wa Mungu James anafungua Biblia kama sisi wote tunamsubiria afungue. Kwa hiyo wewe msubiri afungue Warumi 10:2. Hujafika bado. Hiyo ni Warumi 10. Warumi sura ya 10. Hebu sura ya 4. Amefika sasa. So bodi atasoma, bodi asemaje? Kwa maana anasikia kwamba wanajihudi kwa ajili ya Mungu. Hebu tena asemaje? Kwa maana anasikia Na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Endelea. lakini si katika maarifa. Wanaomba hadi wanatoa jasho, lakini sio katika nini? Wanafunga hadi wanakondeana. Pamoja na wao ni pastor sio hivi. Amefunga miezi kadhaa. Amepungua mtumishi wa Mungu mpaka amekondeana. Lakini kumbe si katika nini? Anaomba masaa 5. Baada ya hao masaa 5 katoka jasho ikakauka, katoka makamasi yakakauka, katoka machozi yakakauka. Ukimuuliza hivi, kuna maarifa gani ambayo yanaambatana pamoja na masaa 5? Pastor, mimi najua kabisa kwamba nikiomba huwa sipotezi. Ni kweli haupotezi, lakini hiyo juhudi pasipo maarifa, kuna kitu kinamisi pale. Mnaelewa vizuri Mungu? Ni kweli maombi ni uwekezaji, ila huo uwekezaji uambatane na hii funguo ya maarifa. Mnaelewa vizuri? Mnaelewa vizuri? Hebu angalia Luka 5:4. Luka sura ya 5 mstari wa 4. Luka 5:4. Kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Kwa hiyo pia kitu wanaombaga, ila ni maombi ya kuchosha. Hapa sasa nakutana na watu ambao kwenye maombi anatumia sauti kubwa. Anapokipa mic, inabidi yule MD wetu pale apunguze sauti ya mic sababu sauti yake ni kubwa sana. Kazi ya kuchosha. Akipa mic aombe hapa. Na wajua nyie. Sasa sijaenda kwa mic, ndio kwa kwa siku moja. Soma hapo. Luka 5:4. Kuna watu ambao wanafanya kazi ya kuchosha. Haya, anasemaje? Hamjafika bado. Luka 5:4. Sasa msubiri Pastor Boaz afike. Ashafika. Soma pamoja, anasemaje? Tweka paka kilindini, subiri kwanza. Ndio watu ambao wanaambia hivi, saa hizi anza kuomba.
omba, ndio kama hivyo, sawa? Haendelea, asemaje? Simoni akajibu, watu wasikia, asemaje? Simoni akajibu, asemaje? Simoni akajibu, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha. Endelea kidogo, tusipate. Subiri kwanza. Kuna watu ambao wanaomba usiku kucha wasipate. Kuna watu ambao wanafunga mpaka mifungo inawafanya wapungue waishe, ila wasipate, kwa sababu tu ya maarifa. Kuna watu ambao mpaka wanawaita waombezi, wanaombewa na watu ili wasipate. Na watu ambao wanapenda kusema mimi niombee tu, pata niombee tu. Okay, na kuombea lakini bila maarifa. Ange sentence. Kufanya kazi ya kuchosha usiku kucha ni kwa sababu walikuwa hawana neno. Kwa nini Petro alifanya kazi ya kuchosha usiku kucha? Ni kwa sababu alikuwa hana neno. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukikosa neno utafanya kazi ya kuchosha. Pastor, nimefunga masaa 24. Una neno gani kwa sababu 24 hayo? Ukifunga masaa 24, masaa 12, usipokuwa na neno utafanya kazi ya kuchosha. Ukiomba masaa 3, umeomba asubuhi, umeomba mchana nusu saa, umeomba saa 1, alafu hauna neno, hiyo ni kazi ya kuchosha. Maana usiende kuomba bila ufunuo wa neno. Ongea sasa. Usiende kuomba bila ufunuo wa neno. Make sure umepata ufunuo wa neno. Una siri ambayo umeipata kutoka kwenye neno. Basi kama hauna ufunuo wa neno, nenda ukaombe kupitia maandiko yale ambayo umeyasoma. Kama hauna, basi chukua kitabu yale ambayo umehighlight, omba kupitia hayo. Ila usiombe bila ufunuo wa neno, utafanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Haya, rudi pale Luka 5. Nenda mstari wa 5 pale. Nenda mstari wa 5 pale. Hiyo Luka 5:5. Anasemaje Luka 5:5? Anasemaje? Lakini kwa nini? Okay, kumbe alichokuwa anahitaji Simoni ni neno. Ukikosa neno utafanya kazi ya kuchosha. Utakesha usiku mzima, alafu umechoka bure, unasinzia, hauna neno. Basi usikubali kukaa mkesha alafu hauna neno la kusimamia. Usiingie kwenye maombi hauna neno la kusimamia. Lakini mtu ningeendea kitu kwamba nisiingie maombi sina neno la kusimamia. Otherwise itafanya kazi ya kuchosha. Nisikesha usiku mzima sina neno la kusimamia. Naona usiku mzima akawa amefanya hivyo, ila akatoka mtupu, hana samaki na chochote kile. Sawa. Neno sio sitapali, tuendelee mbele na malizia hapo. Reka bara. Shetoni kapara bara. Endelea mbele ndio mstari wa 6. Sasa anasemaje kwa sababu kanisa anasemaje? Walipofanya hivyo, baada ya kupata neno, alifanyaje? Walipata samaki? Endelea. Kumbe maombi yako ukipata ufunuo wa neno mwingi, hadi nyavu zako zitakatika. Hadi kapati yako itatanuka tena. Sababu ya ufunuo mwingi ulionao. Kwa neno nyingi ndio majibu mengi. Ufunuo mwingi ndio matokeo mengi. Umeelewa vizuri? Kwa ufunuo mwingi matokeo samaki wengi, sababu ya neno nyingi. Na kuanzia leo utaupata ufunuo wa neno kwa jina la Yesu. Nasema hivi, utaupata ufunuo wa neno kwa jina la Yesu. Na hivyo maombi yako yatakuwa na majibu kwa jina la Yesu. Jambo la mwisho kabisa hapo, mambo kadhaa kuhusu maarifa ya kujua Mungu. Tena haraka kidogo.
Mambo kadhaa kuhusu maarifa ya kumjua Mungu. Muda bora kama vile umenifanyia namna. Namalizia lakini sawa. Hii ni mara ya pili. Bado mara moja ya mwisho. Mambo kadhaa kuhusu maarifa ya kumjua Mungu. Jambo la kwanza, kinachokuponya kwenye chumba cha maombi ni maarifa ulionayo kama muombaji. Kinachokuponya kwenye chumba cha maombi ni maarifa ulionayo kama muombaji. Wala sio maombi yako mengi, wala sio sauti kubwa, wala sio maneno mengi, wala sio mifungo kama anafunga siku 3 kavu. Sio kavu. Ni maarifa. Kinachokuponya kwenye chumba cha maombi ni maarifa ulionayo kama muombaji. Mithali 11:9. Bali wenye haki ambao wenye haki hao ni waombaji, kuomba kwake mwenye haki. Kwa msifa mwenye haki lazima awe nani? Muombaji. Kuomba kwake mwenye haki, ile Yakobo 5:16-17 pale. Kuomba kwake mwenye haki. Kwa faa sana akiomba kwa nini? Kwa bidii. Ila hapa unasema kuomba kwake mwenye haki atapona kwa maarifa. Mithali 11:9. Unapona kwa maarifa. Unakuwa delivered kwa maarifa. Deliverance ya kwanza na ya msingi, deliverance ya maarifa. Mtu waombaji ni muombaji kweli, ile ambayo tabia zake zina namna fulani. Ni muombaji kweli, ile ambayo maisha yake yana kona fulani. Kwa sababu gani? Hajapona kwa maarifa fulani. Mimi nishakaa chuo, wale ambao wanaenda prayer warriors kwenye fellowship ndio watu ambao kwenye mahusiano wanazungua baraka. Nitumie lugha. Yaani kwenye maombi wanatuongoza vizuri. Ila ukimuingiza eneo la mahusiano anapigwa ueleka mpaka unasema hivi maombi yake anaoombaga hayampi hata akili kujua kwamba hapa anabidi afanye hivi. Sisi hapa hatuna waombaji tu prayer warrior. No. Kila mmoja mahali hapa ni prayer warrior. Hebu mbele yako wewe ni prayer warrior. Mwambie visa wewe ni prayer warrior. Wewe ndio muombezi. Asubiri mtu amuombee, useme tafadhali niombee, sio yeye tafadhali nipigie. Hakuna tafadhali niombee, omba mwenyewe, mwambie omba mwenyewe. Sasa unapoomba mwenyewe, cha kwanza ambacho kinakuingia ndani mwako ni unafunguliwa kwa yale maarifa ulionayo kama muombaji. Wala sio sauti kubwa, sio 3 kavu. Pastor, nimeona jambo hili nifunge 3 kavu. Okay. Una maarifa gani yanayofanya upige 3 kavu? Ni kweli maombi yako ukiomba anaweza akaponya nchi, anaweza akaponya familia, anaweza akaponya kanisa, lakini je, hayo maombi yamefika mahali ambapo yamekuponya wewe mwenyewe? Wenye haki watapona kwa maarifa. Muombaji anapona kwa maarifa. Maana yale maombi anayoomba yasiishie kuponya nchi yake, yasiishie kuponya wengine, ya kuponye wewe kwanza. Yashughulike na tabia zako, yashughulike na mwenendo wako, yashughulike na maisha yako ya siri kabla hajashughulika na watu wengine. Sema kuanzia leo mimi kama muombaji nitapona kwa maarifa. Jambo la pili, Mungu anathamini maarifa ya muombaji kabla ya sadaka zake. Mungu anathamini maarifa ya muombaji kabla ya sadaka zake. Kwa kabla hujaanza kutoa sadaka ili muombe Mungu, kuna watu hapa ambao kuomba hataki, ila anataka amtumie pastor sadaka ili amuombe. Pastor, nimetoa sadaka yangu hiyo, naomba nikupe maombi, Bwana nifungulie mlango wa kazi. Kumbe unataka uombe Mungu, wewe uombi, ila sadaka hiyo ni mbadala wa maombi. No. Mungu anathamini maarifa ya muombaji kabla ya sadaka. Biblia, Hosea 6:6, fungua Biblia yako. Yaani kabla haujafikiria kumtolea Mungu, kichwani mwako kuna maarifa fulani ya kupelekea kutoa hivyo. Hosea 6:6. Wale kipaumbele cha Mungu kwa muombaji ni maarifa kabla ya sadaka yake. Kipaumbele cha Mungu kwa mtoaji, kwa muombaji ni maarifa kwanza kabla nini? Na maarifa kama ni maarifa ya kumjua Mungu. Sawa?
Soma hiyo Hosea 6:6. Church, anasemaje usoni kusikie? Nasikia sauti za watu ambao wamechoka. Sauti za watu wenye nguvu nisikia, anasemaje? Endelea. Na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Kuna watu hapa wanatoa sadaka zao wakafikiri kama hiyo ni replacement ya maombi. No. Then the place for you to pray. Amen. Jambo la tatu, maombi sio mbadala wa maarifa, wala maarifa sio mbadala wa maombi. Kwa hiyo muombaji atakayekosa maarifa akadai kwamba labda maombi yake tu yanatosha. No. Maombi sio mbadala wa maarifa, wala maarifa sio mbadala wa maombi. Maana usikia kama maombi yana replace maarifa. No. Kama ni muda wa kuomba, omba kweli, lakini pia kuna nafasi ya maarifa. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini jamani? Kukosa nini jamani? Kwa maana muombaji asiyekuwa na maarifa ataangamizwa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Muombaji asiyekuwa na maarifa ataangamizwa. Sasa hivi watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa. Kwa muombaji ambaye anakataa maarifa, yeye tayari ameshakataliwa na Mungu. Si Biblia inasema hivyo au unasema mwenyewe kichwa ni jamani? Anajaribu kutajia kama kwenye Biblia yako, ili usikuwe Biblia yako unatazama pia. Usiwe kwamba watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Mungu anasemaje mbele pale? Kwa kuwa wewe umeyakataa nini? Mimi nami nitakukataa. Kwa muombaji asiye na maarifa, Mungu anamkataa. Sasa kufikiria unaomba afu umeshakataliwa. Unafunga kama umeshakataliwa. Tafsiri rahisi ya mtu ambaye Mungu atamkubali kwenye maombi yake ni mtu mwenye maarifa. Pia kuyakataa maarifa ni kumkataa Mungu. Kwa hiyo unapokataa maarifa, Mungu ni Mungu wa maarifa, kwa maana unamkataa Mungu. Jambo la mwisho, kumjua Mungu ni jambo endelevu. Hosea 6:3. Kumjua Mungu ni jambo endelevu. Kwa hiyo muombaji ataendelea kila siku kutafuta kumjua Mungu. Every day you should seek to know the Lord. Ulivyomjua jana sivyo ambavyo inabidi umjue leo. Kile kiwango ulichomjua jana kilitosha kukupatia matokeo ya jana. Kuna ile matokeo ambayo inabidi uyapate kwenye kesho yako. Lazima ukuze kiwango chako cha kumjua Mungu. Ulivyomjua Mungu ukiwa single, sivyo ambavyo inabidi umjue Mungu ukiwa kwenye ndoa. It's a different dimension kabisa yani. Hebu nasikia mtumishi mmoja anasema Baba natamani nikujue wewe zaidi ambavyo namjua mume wangu. Unafahamu hiyo hivyo? Unafahamu? Huwa unasikia maombi au unajua unaomba tu. Hiyo shida ni kwamba ukisikia mtu anayeomba badala uombe ukisikiliza kujifunza, wewe pia unaanza kupiga. Unafanya hivyo lakini unakuwa na focus kumsikiliza. Mimi nikikaa na baba yangu mshika Biblia naomba, huwa ananiambia maombi yake. Baba kwa jina la Yesu, nifanye jibu bila sababu. Baba kwa jina la Yesu, nifanye jibu bila sababu. Naendelea hivyo akinena mimi nenda kapala baba. Akibadilisha Kiswahili na mimi naomba Mungu. Sababu gani? Najua huyu mtu anajua muda wa maombi. Kama maombi yake yamemfikisha hapo, na mimi nitaomba hivyo naomba yeye na Mungu akifikisha mimi pale kumpeleka yeye. Ila sasa wewe tukiwa tunaomba hapa labda mchungaji wako na wewe pia unataka ndimi zako. Bwana. Hayo kafanye kule sirini. Ila ukiwepo mahali ambapo kuna mwalimu wako wa maombi, sikiliza uombe. Ndio mwingine kama rudia tu. Wewe sikiliza. Alama anafanya mkono hivi na yafanya hivi. Ujui ni wewe. Utashangaa wewe hivi kuna kitu kinakuingia. Kifanye kwa pale mseme. Ndio yeye anaomba namna fulani kwa mpasa Jordan anataka. Anafanya hivi. Mimi sielewi anafanya hivi ndio anafanya. Na mjiliza bwana. Kuna kitu ambacho kinaniingia. Amen. Kuanzia leo pokea roho ya neema na maombi kwa jina la Yesu. Pokea roho ya neema na maombi kwa jina la Yesu.
Kumjua Mungu ni jambo endelevu. Kwa kama muombaji lazima uendelee kumjua Mungu. Uendelee kumjua Mungu. Baada hapo uliposimama tuombe na kuhitimisha maombi yetu haya na somo letu hili la nafasi ya ufahamu kwenye kumjua Mungu. Sasa nataka kila mtu akamate notebook yake. Tutakuwa na dakika 10 za kuomba hayo ambayo umejifunza. Sitaki ombe mambo mengine. Hayo ambayo umejifunza. Hayo. Na nione kila mtu mahali hapa akiomba kupitia hayo ambayo ameyafahamu leo. Na kuanzia leo hiyo ndio tabia yako. Chukua notebook yako, anza kuomba kwa hayo uliyoandika. Kwa hiyo watu ambao kwa sasa hizo wanaomba kupitia hayo ambayo wamejifunza. Haya, kusikiza wanaomba Mareko sitere begida. Shantoro nosotori barada. Yeketere barada baradia. Usisubiri mwimbo ndio uanze kuomba. Kila mmoja omba kwa hayo ambayo umejifunza. Hayo ambayo umeandika kwenye daftari lako. Kwa haya maombi omba ukitazama notebook yako, yale uliyojifunza hayo unayaomba. Sasa unamwangalia yako kwenye gani? Usimwangalie mtu, jiangalie mwenyewe. Kuanzia point ya kwanza ambayo umejifunza, anza kusoma unajiombea kwa hiyo point. Sijasikia mtu ambaye anaomba kwa sauti kabisa. Sijasikia mtu anayeomba. Sijasikia mtu anayeomba. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, maarifa ni ufunguo unaofungua kila jambo automatically. Sana kitabu cha Luka 11:52, nami ninaomba hiyo Bwana, ufunguo ni maarifa, ufunguo ni ufunguo. Nami ninaomba hiyo Bwana, ufunguo uwe Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sana Luka 11:52, ninaomba hiyo Bwana, neema hiyo, ninaomba hiyo Endelea kuomba. Sijaona bidii bado. Mtu anayemaanisha. Sijaona bidii bado ya mtu anayemaanisha. Sijaona bidii bado ya mtu anayemaanisha. Sijaona bidii bado. Endelea. Kila mmoja naomba. Huu muda wa kuomba kile ambacho umejifunza. Muda wa kuomba kile ambacho umejifunza. Unaomba kile ambacho umejifunza. Unaomba kile ambacho umejifunza. Push. Hivyo.
Endelea. Shaka baraga. Eko sataya baraga. Sheteko paradia makata. Endelea. Mikono inaongea kile ambacho umekiandika, na wewe pia uombe. Shika maji uombe. Bwana Yesu, ninaomba unifundishe. Umesema maombi yanafundishika. Nifundishe na mimi mahali hapa e Bwana. Ninaomba e Bwana unifundishe. Ninaomba e Bwana unifundishe. Ninaomba e Bwana unifundishe. Kama Yesu alivyowafundisha wanafunzi wako, na mimi niko hapa tayari. Ninaomba unifundishe Bwana. Ninaomba unifundishe Bwana. Ninaomba unifundishe Bwana. Maana ninaamini na mimi ninaweza kujifunza. Ninaweza kujifunza. Na umesema kujifunza kuomba ni kuomba. Nami nitaomba ili nijifunze kuomba. Nitaomba ili nijue kuomba. Nitaomba ili nijue kuomba. Bwana nifundishe. Bwana nifundishe. Nami nitaomba. Kama ulivyoomba consistent. Nami nitaomba. Shakatara marana. Endelea. Soma nafsi yako na uombe tokea hapo. Soma nafsi yako na uombe tokea hapo.